sawa. Kwa hiyo kitu ambacho kimekuwa namna kipekee na tuko hapa kusherehekea maisha yake kwa sababu yake mwisho tunamwaga. Garabi baada nafikiri sio kwa mastaa tu, ni funzo kwa kila mtu ambaye kwa sababu inaweza kumtokea ambaye ni star na ambaye sio star, unajua na ni majanga ambayo hakuna mtu ambaye anakopa anayeombea yanatokea. Kwa hiyo mimi cha kusema ni kwamba sisi tunapokuwa tu makini kwenye maisha yetu, kwa sababu binadamu sasa tumekuwa watu ajabu sana. Unaweza kufikiri mtu ni rafiki yako, lakini unajua kumbe ndio ndio adui yako, na wakati mwingine unaweza kuwa unafikiri kila mtu anakupenda, lakini sio kila mtu anakupenda. Hiyo ndio message ambayo naweza nikaipeleka. Kwa hiyo tunapoishi kwenye maisha yetu, whether uwe star ama usiwe star, basi jua kabisa kwamba yani wewe upo katikati. Kwa hiyo usijiachie hivyo kwenye maisha yako unapoishi. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa kubalance, uwe makini sana. Garabi mtoto wako alikuwa anaelekea kwenye sherehe na isikilia kwa anakuja kumpatia zawadi. Na mapokeo ya kijana wako ambaye alikuwa anakuja kumpatia zawadi kwa baada ya kusikia kwamba yule alikuwa anakuja tunatoa familia wacha hapana, sio kwamba ni sababu ni kijana mdogo, he is just 10 years old. Kwa hiyo shughuli ambayo nilialika watu wengine, ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo pia ilikuwa ni moja ya invite nilimwalika. Garabi siku za mwisho labda MCVP kutokana na hii taarifa iliyotoka kwamba alijeruhiwa hadi kuuawa, aliwahi kukuambia labda ana maadui wote au aliwahi kushuhudia akiwa na maadui labda? Kiukweli mimi kwanza nilisusa zaidi kwa sababu unakuaje adui na pilipili. Mimi nilisema unaweza kuja kwaje na adui na pilipili, kwa sababu pilipili ni mtu ambaye ana urafiki na kila mtu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, mtu ambaye ni mcheshi. Pilipili is like yani anakutana na mtu, anakutana na wewe, anakutana na pilipili pia nakufahamu wewe, mimi sikufahamu, lakini pilipili anaweza kunifanya mimi na wewe kwa marafiki. Unaelewa? Kwa alikuwa ni mtu wa connect watu. Pilipili anaweza kukaa na mwanasiasa, anaweza kukaa na msanii, anaweza kukaa na mtumishi wa Mungu, anaweza kukaa na mwanamichezo, na alikuwa ni mtu ambaye anajichanganya na kila mtu. Mimi unajua kupata taarifa ya msiba ni jambo moja, lakini kupata taarifa ya msiba kwamba Pilipili amefariki tena kwa kupigwa ndio kiliniuma zaidi, kwa sababu unampigaje Pilipili? Kwa nini umpige Pilipili? Kwa hiyo kuna time nafikiria kwamba kuna ile wakati anapigwa the way ambavyo pengine alikuwa labda anacheka, unajua Pilipili is always smiling, you know, maybe he was smiling like kwanza mimi nilikuwa namkataza kwa sababu ilifika time ikawa ni too much. Yaani nilikuwa ukienda kwa mfano kwenye DM tunapochat, zile message za collab ni nyingi sana, kwamba kila kiposti kitu labda nguo nimemvalisha labda ama aweke anaweke Garabi. Kwa hiyo nikanaambia kwa Pilipili zimekuwa nyingi sana, hemo kausha tufanye vitu vingine, na Pilipili anakuambia mimi siwezi kuacha, na ikawa anaenda na kiposti anasema mimi siwezi kuacha. Yeye alikuwa ni mtu wa kushukuru sana. Pilipili ni mtu wa kushukuru sana. Mimi nakumbuka alinipigia simu wakati mwingine ananiambia, bro, unajua simu zinaita sana sasa hivi. Yaani na sijui jinsi ya kumshukuru kwa sababu simu zinaita tofauti ilivyokuwa. Sasa hivi nipo Pilipili alikuwa ameshaanza time. Yaani alikuwa ameanza kujistabilize. Unajua ndio maana sasa Pilipili alikuwa okay. Katika message katika nyingi ambazo amezituma nyingi, nakumbuka ya mwisho alipost na akasema, brothers kitambo, God bless you MC Garabi. Ukiacha katika nyingi message nzuri alizoongea, hiyo God bless you MC Garabi, kwa sababu ndo post ya mwisho ni post kama wiki moja kabla, na akaandika ujumbe God bless you MC Garabi. Yeah.